Asante sana kaka zetu ambayo mmetufanyia maombi. Mungu atujalie hizi maombi peke zetu tumefanya zikuwe maombi ambazo Mungu atazikubali kwa ile njia peke yake yanajua. Account yangu inakuwa ni account inashambuliwa sana, hata kama siko kama live inashambuliwa sana. Hakuna haja ya kuendelea kuongea kuhusu hiyo, tunaweza tukaendelea na mambo ya mengine ya msingi. Ndugu yangu, niko na ombi ambayo naileta kwenu nyinyi kila siku. Na leo napenda kuambia kwamba si hapa sote tumekutana hapa kwa lengo yetu ni moja. Ni kwa sababu tunaipenda nchi yetu, ni kwa sababu ya damu ya ndugu zetu ambayo imemwagika kwa ajili ya kutupigania sisi. Ni kwa sababu pia nyingine kubwa ambayo mara nyingi hatujataja, tunatamani kuwepo kwa nchi yetu kwa ajili ya kuijenga, kwa ajili ya kuitumikia, kwa ajili ya kutumika kama waajiriwa, kwa sababu tuko na imani kwamba katika nchi bora na tamu ya kuishi ni Tanzania. Kwa hiyo hii ndio kitu ambayo iliyotuleta hapa. Kwa hiyo nawaomba sana tusije tukatolewa kwa mstari. Tumuweke Mwenyezi Mungu mtukufu mbele kwa kila jambo ambayo tunafanya. Tukuwe ni watu ambayo pia tunafanya maombi sana, tumtangulize Mungu, kwa sababu hii nguvu na hizi maarifa ambazo peke zetu tuko nazo haziwezi kujenga kitu, haziwezi kufanya kitu isipokuwa kwa neema ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwa hiyo utukufu ni sifa ya Mwenyezi Mungu peke yake. Tusikuwe tunapezana sisi binadamu, na tumtukuze Mungu. Tufanye maombi sana na tuwe na heshima sana kwenye hizi lives, kwa sababu naomba kuwajulisha kwamba iko na taarifa mpaka mabalozi kabisa wanakaa wanasikiliza hii lives. Kuna familia zinasikiliza hii lives, kuna watoto. Kwa hiyo tutumie lugha sana ya heshima, lugha nzuri. Hao watu ambazo wanatutukana na kutufanyia mambo za maubabe, tusipoteze muda hiyo tena, kwa sababu hatuko na nguvu ya kutosha ya kugombana na ndugu zetu ambazo bado hawajajua nini anataka. Sisi nguvu yetu nyingi tunaiwekeza kwenye kuparalyze serikali, kwa sababu tunaamini maisha ile kuweko kwa Tanzania haistahikiki kuwa hivyo. So lazima tufanye kitu ambayo tutaboresha maisha yetu. Hiyo ndio ilikuwa kama ufunguzi. Jambo ya pili, jana kikao ile tumefanya, tumekubaliana leo tunakuja na jawabu ya pamoja juu ya maandamano yetu ya amani isiyokuwa na kikomo ambayo tutawendea ofisi ya UN, United Nation. Naomba kuambia ndugu zangu kwamba tumepeleka barua kwa balozi yote ambayo iko nchini Tanzania, pamoja na wa Vatican, pamoja na ikulu ya Marekani kupitia idara inaitwa State Department. Tumepeleka barua kwa organization zile 5 ambayo tunaomba ije itupatie usimamizi. Tumepeleka barua ikulu, kwa majeshi, kwa mapolisi. Na hizi barua zote zimeandika kwamba maandamano yetu itakuwa inaanza tarehe 9. Ni kweli kwamba nimepokea maoni za watu tofauti, na ninayaheshimu sana ile maoni za watu nyingine, kwamba walikuwa watu wanadhani tufanye maandamano tarehe 8, lakini naomba kuambia kwamba kwa sababu hii maandamano yetu na hii mikakati zetu tumeipanga kitaalamu zaidi. Sa ile kitendo ya kufanya jambo kinyume na zile maelezo yetu zile tumeandika, tutaonekana kama watu ambao mambo yetu ya hovyo hovyo. Sasa kabla hatujapata jawabu, ningeweza kuwashauri kwa heshima sana, story ya tarehe 8 ama nyuma ya hapo tusiweke kwenye majadiliano zetu kwa ajili ya kuokoa muda.
maandamano yetu ya amani isiyokuwa na kikomo ambayo yatakuwa chini ya usimamizi ya mashirika za kimataifa, na kubwa zaidi leo nimepata guarantee kwamba itakuwa chini ya usimamizi ya satellite. Hizi mambo zote tumezitaarifu tarehe 9 Disemba. Kwa hiyo naomba ile kwamba tusikue tunachukua muda zetu kujadili kama tarehe 8, 7 hizo mambo tuziache. Maandamano inaanza tarehe 9. Leo jambo ya kujadili ni moja, kwamba UN tuende hiyo 9 pamoja na 10 yake tukweko pale, ama tuende ya tarehe 10 kwa sababu tunataka siku ya kazi. Hiyo tutajibizana baada ya kutoa taarifa mpya ambazo leo nimekuja nayo. Taarifa nyingine kabla sijaweza kuongea, zimekuja mastori mingi, kama watu nyingine nasema mimi si nchi ya Tanzania, wengine mimi AI, wengine nasema mimi si ni nchi ya Rwanda. Nisingependa kuwa narejea tena story hii kila siku na kila siku, kwa sababu kilicho tuleta hapa sote si kuwa wewe ni unaonekanaje ama unamiliki nini ama unatumia passport ya wapi. Kitu kilicho tuleta hapa ni jambo ya kibinadamu. Kuna watu ambayo hawana hatia zaidi ya 10,000 wamepigwa risasi za moto kwa kuuliwa na hawana mtetezi kwa sababu ya umaskini zao. Hawamudu kuenda ICC, hawamudu kupata lawyer, hawamudu kusema kitu yoyote. Na mbaya zaidi, maiti zao zimechukuliwa, na leo tumepiga picha nyingine za satellite, picha 9 zikionyesha mamlaka zikijaribu kuhamisha tena. Hii ni ya leo. Sasa ndugu zangu, hawa watu ambazo wanawambia kuhusu habari zangu, mimi sitaki tena kwanza leo kuja kurejea mimi ni nani, lakini nasema kama ya mwisho, mimi nimezaliwa Tanzania, wazazi yangu yote ni ya Tanzania, na niko na birth certificate, cheti ya kuzaliwa yangu imesajiliwa ndani ya nchi ya Tanzania. Mimi Tanzania ni kwetu, na niko tayari kuipigania nchi yangu kwa harama ile yoyote iko inahitajika. Na kwa sababu tu ya neema ambazo Mungu katupa na uwezo Mungu katupa, ipo sababu. Mungu hanakuwa hakupi elimu fulani, hakupi nguvu fulani mpaka akuwe anakupa hiyo peke zake. Mungu anakuwa ana mipango yake kupitia wewe na ile kitu kakupea. Kwa sababu hakuna mtu anapata elimu ama kitu kwa uhodari zake peke zake, lakini tu Mungu anakuwa ana mipango yake ndani yako. Mimi naamini kwamba kama siko kwa makosa, Mungu anataka kunitumia kwa ajili ya vijana wenzangu, tuweze kusomeshana, tuweze kupendana, tuweze kufahamishana mipango mizuri ya maisha za kimataifa, kuweza kupeana mipango za masomo ya kimataifa, pamoja na kuiokoa nchi yetu kutoka kwa mikono ya maprimitive ambazo bado wanaishi kupitia watu waliotoka zama za mawe. Ndugu yangu wa Tanzania, ninaomba sana kutofautiana kwa maoni yetu isiwe sababu ya kupigana ama kugombana. Hata kama tunatukanwa, hakuna haja sisi peke zetu kujibu watu matusi. Kama mtu atakuja na maoni yake kwamba anahisi Samia Suluhu Hassan kuwaua wale watu pale akawatesa ni sawa, okay, itakuwa ni maoni zake, na kama mwadilifu kwa Mungu yake na naamini nini anasema, alright. Lakini sisi tunamheshimu vizuri, na yeye peke zake atuheshimu sisi. Hakuna haja ya kutokanana. Sote sisi ni wamoja, sote ni ya Tanzania. Tuko na familia zetu pale, tuko na damu yetu iko pale. Kwa hiyo tukue tunaipenda kweli nchi yetu. Kwa maana hiyo, mimi mastori ya wapi natoka, waloniona leo wameliona, na hiyo ndio mimi hasa. Kwa hiyo hakuna haja tena ya kila siku kurudi kutaka kuambia watu mimi ni mnani, hakuna haja hiyo. Lakini mimi kwa mapenzi ya Mungu nitaitwa ICC kutoa shuhuda zangu. Nitarejea kauli hii pia, kama nimezaliwa pale, wazazi yangu kazaliwa pale, bibi yangu kazaliwa pale. Hii mambo haina faida sana kuelezea, kwa sababu hichi kikao tunachofanya hapa sio kikao ya mtu kuja kuleta history yake yeye ni nani. Kikao hapa tunakutana
ni kwa ajili ya nchi yetu inavyokwenda, sio jambo ambayo tunakubaliana nayo. Ni kwa ajili ya mauaji ya watu zaidi ya 10,000, si jambo ambayo tunakubaliana nayo. Ni kwa ajili tu ya watu ambazo wametekwa, si jambo ambayo tunakubaliana nayo. Ndugu yangu ambaye uko hapa na unaamini kwamba sisi ni watu wabaya kwa sababu ya kutetea manchi zetu, naomba kukuthibitishia hii jambo moja. Ikiwa nitakuonesha video ya Omar Haji Heri juu ya za mauaji yalofanya kwa vijana wadogo, kwa piga machine gun za macho, akapasua maza ubongo zake, akawaua wakati wale mavijana wanalia kutaka msaada, na kuambia kabisa hutokuja kuweza kulala usiku ya leo, na utaichukia hile serikali kuliko kaka Sama anavyoichukia. Na kuahidi, kuna mambo ya unyama mkubwa sana imefanyika kuanzia tarehe 29 na kuendelea. Imefanywa na maofisa ya usalama ya taifa pamoja na maofisa ya polisi na majeshi kupitia amri za wanasiasa walafi. Kama utaweza kuona hizo matokeo kwa macho zako peke yako, na kuahidi hutosubiri tarehe 9 wewe peke yako, kesho utaandamana uende Ikulu ukafanya mambo ambazo dunia ikushangae. Kama utaweza kuona mambo ambayo peke zetu tunayaona, kama utaweza kusikia vilio vya wazazi ya Tanzania ile ambayo vijana wao imepigwa marisasi mbele zao, kama utaweza kuona familia maskini zile zinalia kwa sababu tu ya mambo mabaya yaliyofanyika, ili tu Wanu Amer pamoja na Abdul na bwana Kikwete wakuwe na raha zao, wakuwe wanakula vizuri, na kuahidi sana usiku, kama kweli we ni binadamu, hutoweza kulala kupata usingizi yako kabisa. Hutoweza kulala ukiyaona mambo ambayo tumeyaona. Hawa watu wametoka kabisa kwenye roho ya ubinadamu. Hawa watu ambayo tunawaongea sio tena binadamu. Hawa watu tunatakiwa tuwaombee God's grace, rehema ya Mungu ikuwe kwa mioyo zao, waweze kutubu na kurudi kwa Mola yao, kwa sababu mambo ilofanya sina nguvu ya kuelezea. Na iko siku, ndugu yangu, taifa hili ya Tanzania mtaona haya mambo ya kuogopesha na kutisha na ya kuumiza moyo kwa kiwango ambayo hujawahi kupata hizo maumivu ambayo yamefanywa na Samia Suluhu Hassan. Na hiyo siku sio mbali tena, ipo karibu. Hizi mambo utakuja kuona. Documentary ambayo imewekwa na BBC, kama umemuona ile mwanamke kapigwa risasi kwa nyuma, ile Abel, ile ya CNN. Sorry, ya CNN. Na nakashukuru kaka Sama kwa kunirekebisha, kwa sababu niko na maumivu zile za moyo. Kama ungejua risasi iliyotumika kumpiga yule mama ikamvunja mbavu zake kwa nyuma, ikapasua na embryo, mtoto ya tumbo yake, ikatoka ile risasi, ungejua ukubwa wa ile risasi ambayo ina inchi zaidi ya 4. Pima kidole yako, eka 4 inch, imempasua yule mama. Hizi mambo hazielezeki kabisa. Na kuombeni sana watu hamuungi mkono hii tunafanya, ni bora mkae kimya tu. Msifanyie hii jambo comedy. Msikuje mkafanya hii jambo kama ni jambo ambayo ya kuja kutafuta kutrend mitandaoni. Usitake kutumia hii jambo kuja kufanya masihara. Tukumbuke kwamba hawa watu wote walizaliwa na ziko na wazazi zao, na wanaona ile nini imefanyika, na hii jambo ni mbaya sana. Na kuombeni sana UVCCM na watu nyingine, nyamazeni kimya sana. Tunakuombeni msiseme kitu yoyote juu hizi mambo zimefanyika. Nyinyi hamujui nini inaendelea. Kama ungekuwa unajua nini inaendelea, ungekimbia kwenye hiyo nchi.
ungejua leo wakuu wa mapolisi jua nini ilikuwa napigana leo, ungejua sasa hiyo nchi iko na mavita. Ungejua IGP ni jinsi gani sasa anajilinda, anajua anataka kukamatishwa na yeye anatishia kufanya nini na pamoja na majeshi zake, ungekimbia hapo. Usingekuwa uko na nguvu ya kuenda kukaa bar ukakunywa mabia, ama ukakama kwa mitandao ukasema wale majamani majinga wanataka maandamano. Usingesema hivyo. Na kuhusia sana kwa vile wewe umetutukana sisi, mimi nakwambia kama neno za heshima, tafuta topic nyingine ukuwa unaiongelea kwa mitandao. Hizi mambo na kuomba sana, kuwa na huruma, usiziongee. Usiziongee kabisa. Na inawezekana ndugu yangu ukakuwa mko na mshangao mkubwa sana kwa nini na watu nyingi inaniletea message kwa nini hasa tumefanya hizi mashambulizi za BOT. Leo nimepiga simu BOT wakati nipo UK, lakini wamepokea simu baada ya kujitambulisha, wakakata simu. Nikawapigia pale kwa namba nyingine, imeingia namba ya Tanzania ikapokea. So mpaka jina yangu anajua, akasema huyu mjamaa wakawe hapa kata hata hutaki masimu zake. Lakini nilitaka kuwapa taarifa muhimu. Sasa kwa sababu tu wamekataa nisikiliza, ndugu yangu, na kuomba kwa makini sana isikilize hii taarifa ambayo naitoa sasa hivi, ili tufahamu ni jinsi gani wewe nchi ya Tanzania uko kwa kudhalilishwa na kuteswa na watu wachache, na nini ufanye ili ukomboe nchi yako. Hiyo mateso na mimaradhi na ile umaskini uko nayo haitokani na Mwenyezi Mungu peke zake. Mwenyezi Mungu ni mwema na anapenda vitu vilikuwa vyema. Sikiliza hii taarifa kwa ufupi, kwa sababu naamini labda tu ukisikia hii taarifa kwa ufupi utaweza kuhamasika juu ya maandamano zetu ambayo tunafanya. Sikiliza hii taarifa. Kutoka mwaka 2005 wakati Commander in Chief Armed Force ambaye ni rais ya Tanzania alikuwa anajulikana kwa jina yake Jakaya Mrisho Kikwete. Amekaa kwa power kwa miaka 10 kutoka 2025 mpaka 2015. Naomba 2005 mpaka 2015. Yeah. Naomba usikilize hizi mambo manne ambayo imefanyika hata matajiri za dunia inawashitua. Kikwete amefanya nchi yetu ikuwe na umaskini ambayo hakuna mtu anayeweza kuelezea kwa lugha nyepesi. Amefanya kwa njia zifuatazo. Kikwete mwaka 2006 zaidi ya pesa ya Kitanzania ya Kiamerika dola milioni 133. Dola milioni 133 Kikwete alidili na benki ya BOT, na nyaraka hiyo tuko nayo kwa sababu kuingilia kwa mifumo. Amefanya malipo ilikuwa inaitwa EPA, ambayo maana yake ni External Payment Errors. Hii ilikuwa ni utapeli mkubwa kwa historia ya mahamisho ya fedha kwa Afrika Mashariki nzima. Kwa miaka 10 haijawahi kufanyika uwizi kama huu kwa mujibu ya rekodi za kifedha za dunia, na rekodi ambayo mpaka sasa ipo BOT. Ndugu yangu Mtanzania, na kuomba leo kabla hujakuwa umelala kasome kitu kaandike report ambayo imeandikwa External Payment Errors EPA Scam. Hii 133 billion wakati miaka ya 2006 ni kipindi ambayo umaskini yetu kwa Tanzania ilikuwa kubwa sana. Amehamisha pesa hii kupitia majambazi wenzake ambayo anafanya kazi nazo ziko BOT, Bank of Tanzania. Account iliyotumika kutoa pesa hii ni account ya EPA
ambayo BOT inaifahamu. Na wamesema kwa mujibu wa account hii iliyotoa hii hela wakati Kikwete ni rais, wamesema wamelipa kwa makampuni mandogo 22. Na waomba ndugu zangu mkasome hizi mambo mabaya ambazo hawa majamaa wamezifanyia na kwa nini wako tayari kuua lakini asitoke, kwa sababu hizi nyaraka zote tuko nazo kwa mkono. Sasa unaweza kujiuliza, ni kweli mjamaa kama Kikwete atakubali kabisa kuachia kwa serikali kwa amani? Sasa kama hiyo ni ndogo, bilioni 133 ambayo imesajiliwa kwa account ya EPA, ninaomba peke zenu Mungu akikuwa anawapa manguvu mkasome, kwa sababu hii ni taarifa ambayo utaikuta hii ni wizi ambayo kwa wakati huo wa 2006 pesa kama hii haijawahi kutoka kwa Afrika Mashariki nzima. Kwa sababu tu huyu mjamaa ana roho sana ya kidunia na hamjui Mungu zake, akaja akafanya wizi nyingine mkubwa kupita mastori ambayo umefanyika juu ya ujenzi wa kitu inaitwa Twin Tower. Kulikuwa na majumba mawili yamefanana ya Twin Tower. Hii ndugu zangu, moja kwa moja kwa mara ya pili nyingine, Bank of Tanzania. Subiri Abil, wekeni kopa basi, watafunga. Okay, endelea. Unaweza ukaendelea Abil. Ndugu zangu, baada ya bilioni 133 hile, kwa sababu tu hii ni mtu ya kidunia, akaingia kwa mpango ya kujenga ofisi kubwa, makao makuu ya BOT. Akashirikiana tena na majamaa zile wakajenga ofisi ile kubwa ya BOT kwa Tanzania shillings bilioni 221. Zile nyumba naona zimejengwa kwa bilioni 221, jambo ambayo kwa mujibu wa wataalamu, nina ripoti ya wataalamu ya ujenzi ambayo wanashughulika na majenzi ya manchi kama Singapore, China na Dubai, wanasema hata bilioni 100 haiwezi, hata bilioni 70 ya Tanzania ni nyingi kwa zile majengo kwa mujibu ya quality yake, wapi lipo na vipi imefanyika. Sasa ndugu zangu, tuko na document ambazo zimesainiwa na procurement officer. Maana yake ni afisa wa manunuzi ya mavifaa. Kama wewe peke zako utaona hii bilioni 221 baada ya hapo imekwenda wapi, unaweza ukalia. Ni bora hata ingekuwa imekwenda kwa matumizi ya nyumba zake kujenga. Hizi pesa, naomba mnisamehe sana kwa kauli hii natoa, walitumiwa watu mpaka wanawake malaya ambazo ye peke zake alikuwa ni na mahusiano nayo karaha zake. Na ushahidi hiyo tupo nayo, tupo na document za procurement officer, na nimeshawatajia mpaka account number ambayo ilitumika huko. Okay, ukaendelea Abil. Endelea Abil. Hiyo ni utapeli kubwa namba 2 ambayo imefanyika. Mimi kazi naona kuombeni ndugu zangu ya Tanzania, hii taarifa ambayo nawapa msikuwe mnashika maneno zangu peke yangu. Nendeni kasomeni Twin Tower ya BOT imejengwa kwa hela ngapi. Utakuta ni bilioni 221. Na bado hii pia ni wakati yake yeye Kikwete. Ikaja bado scandal nyingine kubwa sana, inaitwa Richmond Energy Scandal. Hii ilikuwa ni jambo ambayo hata wale wa China peke zake na zile makampuni nafanya nayo iliweza kulia baada ya kuona maisha ya Watanzania. Baada ya kufanyika wizi hii inotokana na kampuni ya Richmond ambayo ilikuwa imesajiliwa Marekani, na hawa jamaa tuko na document zake. Baada ya kutokezea mambo za ugomvi ambazo tunawashukuru Mungu, vile majamaa kama kina Mheshimiwa Tundu Lissu na wenzake wakajaribu kuongea sana na kutaka hii jambo ichunguze.
akachaguliwa mjamaa anaitwa, kama akapewa mwenyekiti ya kuweza kuchunguza hizi mawizi, anaitwa Harrison Mwakyembe. Na huyu mjamaa kwa wakati huo alikuwa mtu wa Mungu sana. Peke zake akanusurika kuuliwa kwa sababu ya hii Richmond Energy. Imagine, ikiwa hawa watu wako tayari kuua watu zao peke zao kwa sababu ya pesa, watashindwa kuua Mtanzania ambaye mkulima, ambaye hana mtetezi, ambaye hana familia, hana uwezo ya lawyer? Hawaogopi. Hawa wajamaa kuua peke zao ni jambo ambayo ni njia peke zake wanatumia kutatua mashida zao. Wakataka kuondoka na mwenyekiti anaitwa Harrison Mwakyembe kwa sababu tu ya hii issue ambayo iko hii mawizi ambayo yamefanyika ya Richmond Energy Scandal. Ninaomba mkasome wizi ambayo baada ya kufanyika pesa hizi, kama kuna mji sitautaja sasa hapa Sweden, kuna bwana Edward Lowassa anamiliki apartments ambazo hile wazungu matajiri hawana uwezo nayo. Anamiliki tawa zina apartments ambayo familia yake hivi tunaongea inakodisha mpaka wazungu, kwa sababu ya pesa ambayo imetokana na ile Mtanzania maskini, Mtanzania ambaye mkulima, Mtanzania ambaye yule ndio jana umeona kapigwa kwa risasi ya inchi 9 kwa sababu hawezi kufa. Imetumika sasa ile kujenga apartment nchi ya Sweden, na ziko hapo na wanakodisha peke zao. Watoto zake Lowassa inakodisha mpaka wazungu wanategemea wao kwa manyumba hizo wanamiliki. Jambo ambayo hii kashfa ambayo ikapelekea Edward Lowassa aweze kujiuzulu. Na kujiuzulu kwake kitaalamu ama kiintelijensia ilikuwa ni jambo ambayo Kikwete kataka kujilinda peke zake, kwa sababu kujiuzulu haitoshi. Ikiwa wewe iko shahidi na ni mwizi, huyu mjamaa alitakiwa apelekwe mahakamani. Ilitakiwa government ya Tanzania iweze kuuza apartments zake ambazo ziko Sweden, waturejeshe pesa zetu, watoto ipate maskuli, ipate maji. Lakini hii jambo walijaribu kuwafumba macho watu wasikuwe na kujua nini inaendelea. Hiyo ni kashfa ya 3. Ya 4, hii yote ni wakati ya Kikwete. Ya 4, kuna skendo mbaya na kubwa sana imetokea, inaitwa Tegeta Escrow Scandal. Ndugu yangu, Tegeta Escrow imeibiwa mamia ya mamilioni ya madola. Sizungumzima story ya Tanzania shillings, ni hundreds of millions of dollars zimeibiwa kwa sababu ya mpango ya Tegeta Escrow Scandal. Na hizi mapesa zote hazijaweza kuibiwa kwamba mtu katoa. Wanashirikiana kikamilifu. BOT ndio mtu namba 1 ambaye imeshiriki kikamilifu kwa makusudi mazima kufanyika huwizi, ili kwa sababu tu raia za kawaida ziweze kuteseka. Kwa sababu raia za kawaida ziweze kuteseka, hii jamaa kwa makusudi zao mazima wakakubali kufanya hivi. Jambo ambayo ikaja ikainuka kwa majuu, ikapelekea bwana Attorney General Frederick Werema, wakati hizo alikuwa ni waziri ya mambo ya energy, alikuwa ni Sospeter Muhongo na pamoja na waziri Ena Tibaijuka, ikapelekea hawa majamaa wa fall down. Tukizangu, kama ikichokezea masiku ambayo mtu yote ya BOT kwa wakati hiyo, ama hii nyaraka ambazo tuko nazo tukazeka wazi na kwa ushahidi ya kweli kabisa kuhusiana na jambo ya Tegeta Escrow, na waapia kabisa hakuna maviongozi hawa walihusika mtakubali kuwaona kwa barabara bila ya kuwaua. Hawa watu wamerejesha nchi yetu nyuma kwa miaka 100. Inahitaji miaka 100 tena kama kurudi pale ambapo hii Tegeta Escrow, hundreds of millions of dollars, ni dola ya Kimarekani kwa mamilioni ya mamia, imeibiwa. Watu wametumia na wanaishi kwa raha zao,
wakati mimi na wewe sasa tunateseka. Na hii sababu tu tunaamua kusema wanatukua kwa tayari kutupiga marisasi. Sasa ndugu yangu, hii generation tumekuja kwa mipango mingine. Tutaparalyze serikali na tutatoa kila mambo za madudu zile zimefanyika kwa nchi yetu, kwa sababu tu tuweze kuwafunua macho wale watu ambayo hawako na ufahamu sahihi juu ya nini inaendelea. Watu ambayo mpaka leo wanahisi kwa sababu tu sisi tunachukia Samia kwa sababu ni Muislamu ama kwa sababu sio mtu ya Tanganyika. Hapana. Nchi yetu ndugu yangu imefanyika mambo makubwa na mabaya na ya kuumiza moyo yako sana. Kwa mujibu ya ripoti yangu ya kimataifa ambazo niko nayo, ni wakati wa Magufuli peke zake ambayo haukufanyika mawizi ya mapesa ya aina hii ambayo imekwenda kwa rais. Si kwa sababu mimi ni mtu ambaye namuunga mkono, ni kwa sababu niko hapa kusema ukweli na haki kwa mujibu ya taaluma na taarifa ambayo niko nayo. Ukimruka sasa Magufuli akaja Rais Samia, naomba musikilize taarifa hii kwa makini. Labda mtaweza kuhamasika kufanya kitu ambayo mkakubali kutoka na nyinyi ambazo bado hamjelewa. Ndugu yangu, naomba Mungu akikupa faraja, akikupa muda wa dakika 10, leo kasome taarifa ya CAG. Taarifa ya CAG, tukizungumza CAG kwa English inaitwa ni Controller and Auditor General, mkaguzi mkuu wa mapesa ya serikali. Kasome taarifa ya CAG ya mwaka wa pesa 2021 na 2022. Hii taarifa kama litakuwa peke zangu na isoma hapa itatumia muda mrefu sana. Ndugu yangu, taarifa ya Controller and Auditor General CAG ya mwaka 2021 na 2022, wizi ambayo Samia Suluhu Hassan na watu zake amefanya, hawa watu Mungu peke zake ndo anajua. Si watu ambayo wanaweza kuiona pepo ya Mungu. Si watu ambaye ataweza kuingia kwa mbingu ya Mungu peke zake. Hii jambo na wapa homework mukasome peke yenu, ukaone nini imetokezea. Nini mumetokezea. Mbaya zaidi, kwa mujibu ya taarifa ya BOT tuko nayo, mpango ya ujengaji ya Standard Gauge Railway SGR ambayo Samia Suluhu Hassan anaendeleza, pamoja na biashara ya Air Tanzania hii inafanya kununua mamandege, pamoja na mradi ya maumeme ya ile ya mamaji ile inaitwa Nyerere Hydropower Dam. Ndugu zangu, huyu mama si mwizi tu, huyu bibi ni jambazi. Hizi taarifa ninawaomba sana ndugu yangu, nimechukua hela ambayo inatumika na mradi ya Standard Gauge Railway. Baada ya hapo kaangalia gharama inotumika kujenga mradi wa treni ambayo inaitwa Metro, Dubai Metro, ambayo Dubai Metro mara nyingi inapita chini ya ardhi ya Dubai. Wametoboa maardhi zinapita kwa chini ya ardhi, mta mwingine inakuwa kwa majuu, na mavituo zake na ma air conditioner na kila kitu. Kwa Dubai nzima hatujafikia harama ambayo imeleta kujenga ile ma SGR ya Samia ambayo kila baada ya mita 100 yanasimama. Ma SGR ambayo ni used. Haijafikia. Peke zako naomba leo kaangalia harama iliyotumika kujenga Dubai Metro. Nikisema Dubai Metro kwa sababu ni the best metro kwa dunia. Ipo safi na iko na huduma bora kuliko metro unakuta London, kuliko metro unakuta New York, kuliko metro unakuta Europe. Kaangalia harama yake na harama ile la mauchafu ambazo za ma SGR ile iko Tanzania. Bado ndugu yangu, kama hiyo peke zake si jambo ambayo inakutosha kuweza kunielewa. Kwa mujibu wa taarifa ya CAG, imeonyesha kwamba dola ya Kimarekani $37 million ilikuwa inatakiwa ilipiwe kihalali juu ya ndege ya cargo ya Air Tanzania
Hiyo ndo pesa ambayo imetakiwa ilipe, lakini BOT imelipia invoice hiyo kwa dola ya Kimarekani 86. Maana yake kuna mtu tu mmoja ama mbili ama tatu wameondoka na $50 million kwa sababu tu ya kununua ile air cargo wewe peke zako unaiona. Ni watu wawili wakakaa na dola milioni 50 wakatumia zile kwa raha zao, na dola milioni 37 ikalipa ile ndege used ambayo imepigwa marangi peke zake. Watu watatu kwa ruhusa ya Samia Suluhu Hassan $50 million. Watu watatu tu ndio wamekaa wakakuwa wanatumia vile wao wanataka. Naomba peke zako kasome hii taarifa ya CAG uone ndege cargo ambayo ilitakiwa ikuwa inalipwa 37 dola ya Kimarekani milioni, lakini hela iliyotolewa na BOT ilikuwa 86 dola ya Kimarekani milioni. Ndugu yangu, kuna kitu inaitwa Wajibu Institute ambayo iko Tanzania. Imechambua hizi mambo ambayo leo nilivyokuwa kwa ndege nilikuwa naisoma, utaweza kulia kama chozi zako nyingi sana. Ya mwaka 2022 kuja 2023 imetoka kwa mujibu ya Wajibu Institute ambayo ni watchdog hii ya CAG. Red flag imeonyesha wizi ya trilioni ya Tanzania 2.41. Maana yangu ni kwamba tukisema ni trilioni 2.41, maana yangu watu watatu, Samia na watu zake mbili, budget 6% ya budget ya nchi nzima wamekaa nayo peke zao, wakatumia vile peke zao wanataka. 6% ya budget ya nchi nzima imetumika na watu wawili kwa watatu kwa mujibu wa document halali kabisa ya sheria, ile document ambayo si tuko nayo. Naomba ukasome hii habari ya Wajibu Institute ya CAG ya mwaka 2022 mpaka mwaka 2023. Ndugu zangu, hizi mambo si mambo ambayo tunatakiwa tuivumilie. Hii naomba sana ikuwe sababu kubwa sana sasa ya kukuonesha ni kwa nguvu ngapi hawa Samia Suluhu Hassan pamoja na Jakaya Mrisho Kikwete ni watu ambayo wanaiharibu nchi yetu kwa makusudi vile wanataka, kwa raha zao, bila kujali sisi tunataka nini. Ni aibu leo kuona raia ya Tanzania anataka kutibiwa moyo, inatakiwa dola 10,000 ya Amerika mpaka wende akazalilike kwa mitandao kama Instagram akaombe, wakati kunakaa watu watatu tu wanatumia dola ya Marekani, pesa Tanzania trilioni 2.41 wanatumia vile peke zao wanataka. Naomba niweke hii taarifa ambayo najua serikali hatopenda kuona na iweka wazi, kwa sababu ni taarifa mbaya na itawaumiza moyo, na mna wengi nyingi papo utalia kwa sababu ya nature. Wamemtoa, wanamsikiliza huko, wanamsikiliza. Nondo zinaingia. Mnaiona nchi inapotafunwa, mnaiona nchi inapotafunwa, mnaiona nchi inapotafunwa. Hata hao nyenye mnaokuja mna comment ujinga. Yaani huyu mtoto amehaki BOT akapata madokumenti yote. Huyu ni kichwa. Tumesha submit tayari habari ambayo tumeipeleka kwa tumewambia UN kupitia Human Rights Concerns kwamba hii jambo waisikilize haraka sana. Tukaipeleka UN kwa office ndani ya UN ya High Commissioner of Human Rights OHCHR. Tumeipeleka hii kuwaomba kwanza huyu mjamaa wa msuspend na wamtake atupe mastori, ikiwa mastori juu ya nani kahusika na hizi mambo za makuaua, ikiwa bado anataka kuwa na ile kiti ya kudumu. Ndugu zangu, naomba kuwapa taarifa moja, kwa sababu hii jambo haitakiwi ikuwe ni jambo yangu peke yangu. Ninaomba kuwapa email muhimu sana ya moja kwa moja inaenda kwa kamisheni ya UN ambayo iko Tanzania
muwapelekee hizi habari leo usiku. Hakuna kulala bila ya kupeleka hii habari, kuitaka UN ifanye iwaforce magovernment itupe majawabu juu ya nani kaua. Naomba sana muukwe munaiandika hii email ambayo inasomeka kama ubalozi@tanzania_mission.ch. Kwa mtu ambaye Mungu atakuwa amempatia baraka kwa sababu ya ndugu zetu, itumie. Hii ni email muhimu sana. Tupeleke zile malalamiko zetu, tupeleke zile habari zetu hapo kama Mungu atapenda leo siku. Mimi nimewafanyia written complaint ambayo jamaa wamebanwa kooni kweli kweli. Wamebanwa koo sana. Abili anawapeleka kweli kweli. Yani hapo ukiona wamemshusha, wanatumia dola 100,000. Hebu jiulize. Abili alisema wakimshusha wanatumia dola 100,000. Ni watu watatu. Mmoja yupo Zanzibar, mmoja mwingine yupo Dodoma, mwingine yuko Marekani. Ndio wanaofanya kumshusha. UVCCM hawawezi. Ni technology sana. Umeona? Lakini na yeye kajitahidi kuprotect nani yake. Siku hizi wakishusha anapanda. Hawaiwezi kuibani kama zamani walikuwa na ibani labda nusu saa. Saizi ameiprotect, ndio maana unamuona ataki backup. Anashindana nao. Ngoja tuone, yupo chini hapo. Tuone kama ataweza kurudi. Nimemuinvite. Abili, unaweza kuandika comment hapo kama inaweza uko vizuri. Andika comment. Jamani, nchi yetu tunaibiwa sana. Na huyo Lowassa ndo kesha kufa, hayo manyumba kayaacha. Jamani, yani ndio maana waliamua kuua, kwa sababu walikuwa wanaona sasa wanaenda kutoka madarakani. Walivyoona ile choma imepamba moto, wakajua hapa sasa jeshi linachukua nchi. Kumbe wanajeshi nao walikuwa wameshawapa hela. Yani kwa kifupi wale dogo walikuwa wamemaliza nani yao. Alafu kuna lipumbavu mmoja linasema eti leo nimesoma kwenye mtandao eti nasema eti Watanzania waliandamana kwa miemko ya Madagascar. We mpumbavu kabisa, miemko ya Madagascar wakati nyewe angalia haya mapesa. Trilioni 3 wanagawana watu watatu, wawili tu. Bajeti ya nchi nzima watu milioni 60 wangefaidika. Lakini bado tu watu mnakuwa mnawashukuru. Yani mimi hapo ndio upige nondo Abili. Ngoja nikupigie vinanda. Lazima tuwapigie hawa mpaka waipate. Wapambe tunakoleza tu. Hapo wakisikia sauti wanakasirika huko. Karibu bwana Abili, karibu. Hili ndo ngoja kidogo Abili. Hapa ni kama vile ndio radio ya Watanzania, mnakuja mnatoa zile dukuduku zenu za mioyoni, mnasikiliza vitu ambavyo ni vya ukweli, havijachakachuliwa, anayeripoti naye ndio mcha Mungu. Yaani kuna kuwa na vitu vya uhakika. Karibu Abili. Sama. Naam. Labda niwaambie kwamba na Abili ukiwa unazungumza, ujue kabisa kuna watu 1,000 na Instagram wanakusikiliza huku. Kwa hiyo kijiji kipo huko pia kinakusikiliza. Kwa hiyo piga nondo baba, walete kati. Alright, ni jambo zuri sana na tuendelee kumshukuru Mungu mtukufu kwa kuweza kutujalia neema ya mtandao ambayo tuko kwa nchi tofauti lakini bado katuunganisha pamoja. Tunaweza kuzungumza na kujadiliana jinsi gani tunaweza tukaboresha maisha zetu, tukawawajibisha wale watu ambazo wako na makosa, na pamoja na kukumbushana umuhimu wa kurudi kwa Mungu mtukufu na umuhimu wa kutanguliza maombi kwa kila ile jambo peke zetu tunafanya. Sasa ndugu yangu, kwa vile mimi nimezungumza mpaka hizo mambo mbili, japo kwa bado yako mambo mengine, huwa napenda tukuwe tunawaruhusu pia watu nyingine na zungumza juu ya haya mambo tunaongea.
ziko ma comments nyingi chini, watu wanaomba kupanda, lakini kabla sijanyamaza naomba kusema jambo mbili. Kwanza, tumehakikishiwa usalama wa uhakika ya uangalizi wa kupitia satellites pamoja na mashirika za kimataifa juu ya maandamano yetu ya amani isiyokuwa na kikomo. Maana yangu kwamba kazi iliyobakia sasa ni kwenu nyinyi tu. Mimi nishamaliza. Tuko na guarantee ya usalama, tuko na guarantee ya organization, mashirika za kimataifa, na kama hiyo haitoshi, kuna mgogoro mkubwa sana ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na watu wa Maikulu wanatupikiziana lawama juu ya nani anatakiwa wajibishwe. Msije mkoa mnashangaa kabla kufika Ijumaa nyingine ikatokea kitu inaitwa reshuffle. Maana yake ni uteuzi na mageuzi ya vyombo ya ulinzi na usalama, lakini hiyo haitaweza kuwasaidia kitu tena. Watu ambayo wako makuu polisi wanajua nini nasema, kwa sababu wanajua kama anasema haki kwamba iko na migogoro mikubwa sana ndani ya serikali. Kwa hiyo hii mfumo ya kuparalyze tayari tumeparalyze kweli kabisa, kwa sababu ikikuwa sasa kuna migogoro ndani ya vyombo ya ulinzi na usalama, hiyo ndo maana halisi ya administrative paralysis ambayo tuko na maombi ije kutokea. Jambo nyingine, tunaomba kuhakikishia wale watu ambazo wanaitumikia serikali ambayo iko hapa kusikia mastori yetu kwamba sisi radio call frequencies za polisi ambayo wameongea kufanya mauaji hatujavujishiwa na polisi. So tafadhali sana hao watu wa ngazi ya juu ya polisi ambayo leo wanalaumiwa na kutaka kufukuzwa makazi na kukamatwa au hawajahusika, tumetumia teknolojia nyingine ambayo Mungu katubariki, ambayo CNN natumia na mashirika nyingine. Kwa hiyo nitanyamaza kwanza, tusikilize kaka Nurvaz na kaka zetu nyingine watilie nguvu kwa sana hizi mambo tunaongea, alafu tupandishe na watu nyingine watukuwe wanatupa maoni zao na nini tufanye. Lakini muhimu sana maandamano yetu ikuwe makubwa na tuende kwa ofisi za Umoja ya Mataifa tukikuwa na message yetu ya ujumbe yetu kupitia mabango, kupitia maspika ya kuongea na kupitia ujumbe ya maandishi. Na ujumbe hiyo ya maandishi hatutotaka peke zetu mtu yeyote tu awe anawapea, kwa sababu tutaiandaa na tutaiweka hapa, watu mukue mnaisoma, halafu tutasema nani akuwe anapewa aende akaikabidhisha kwa mkono ya UN. Na baada ya hapo hii maandamano haitakuwa tena ya kusimama mpaka pale tu matakwa yetu yatakapokuwa yamekubaliwa. Nitasimama hapa japokuwa kuna habari ya masilaha kutoka Russia na mandege, masatellite imefuatilia uzuri, imeiona, baada yake katua da kutoka Russia ikaenda Zanzibar. Hiyo mastori tumeiona. Polisi mkue mjue kwamba hii mambo mnafanya hakuwezi tena kwa sasa kuficha jambo. Leo mumefanya safari 3 za kuondosha maiti tena. Niliwaambia muwapee peke zao maiti zao ndugu zao. Leo mumeondoka na magari, mkakwenda kutoa zile majamaa mumeua, mkapeleka huku, mnajaribu kuzipea chemicals zisitoe maharufu. Tunaomba sana, hii mambo mnafanya ni mambo ya kitoto kwa sababu tunawaona. Nitasimama hapa kidogo. Okay. Asante sana kwanza yani namna unavyoongea kwanza inaliza, inatoa machozi. Inaumiza, inatoa machozi. Sasa jamani, nadhani mmemsikiliza Abidi kwa ufasaha zaidi. Mmesikia. Na leo zimetumwa ndege kutoka Urusi. Sijui hata wanatutaka nini hawa. Wamekosa sasa hizi sababu nini, wameona wabaki na Mrusi na Mchina, sasa wanataka kutumaliza. Nadhani mmeona makaburi yamefukuliwa, nadhani mlivyoongea nyie wananchi, na Abidi ameshaona. Yamefukuliwa kweli, wameanza kuzitoa tena maiti upya. Wanazitesa maiti tu. Lakini mnaona sasa Tanzania ilivyo. Na Msigwa anatoka anasema kwamba video za CNN ni za uongo. Umeona? Yani inakuwa ni balaa juu ya balaa. Haya. Samia
amesema walioandamana walifata mkumbo. Kauli ya kwanza sijui. Kuna walioandamana sio wa Tanzania. Walioandamana wamepewa hela na watu wa nje. Sasa hivi tena wakati yuko hapo Kia kasema tena walioandamana wamechukua hela Kenya. Yani bado ni kama vile zile maiti zinamchanganya. Kila anaposimama kuhutubia waandamanaji wanakuwa na matatizo tofauti. Kila siku. Sasa mimi nahisi labda ile maiti saizi damu inaanza kufanya kazi. Nadhani ndani ya miezi 6 tutakuwa tena tunapambana na Nchimbi. Kwa sababu mimi naona sasa imekuwa kama vile anapoteza network. Kwa hiyo jamani ndio hivyo. Nadhani Abili mnamuona anapopiga nondo. Hizi ndio nondo ambazo zinatakiwa mje msikilize. Kule kwa Nulvas kuna watu karibu 1000 wanasikiliza. Hapa wapo watu 3200 wanasikiliza. Wanasikiliza watu wote wenye akili timamu. Sidhani kama hapa kuna mtu ana akili ya Baba Levo au Babu Tale. Sidhani. Katika watu wote mnaosikiliza hapa, sidhani kama mtu mna akili kama ya Asha Baraka. Hapa kuna watu mna akili timamu ambalo ni bunge zuri kabisa. Bunge la watu wenye akili timamu. Hapa hamna akili za kina Asha Baraka hapa. Nadhani mnatuelewa UVCCM. Kwa sababu sasa hizi mnataka kuweka watu wasio na akili ili waje wawakosoe. Mmewafukuza wakina Tundu Lissu bungeni, wakina Heche ili msijulikane madudu yenu. Hiyo tumeijua leo. Asante sana bwana Abili. Okay, Nuruvasi karibu. Tunashukuru sana kwa watu wote ambao mnatufuatilia. Hii inatupa moyo sana kuona mwamko wa Tanzania wanaopenda haki. Hii sio tena ushabiki tena. Na tunashukuru sana kwa sababu mwamko wa Tanzania wengi hasa vijana sasa hivi ni mkubwa sana. Ni wasii sana, yani asirudi mtu yoyote nyuma. Asitokee mtu ambaye atakayokatisha tamaa kwamba eti Oktoba eti Disemba hakuna maandamano. Achane na hayo mazuzu. Yani zuzu yoyote ambaye anakuambia hamna maandamano, yani huyo ni muuaji kama wauaji wengine. Tuko hapa kwa ajili ya kumpinga Samia, tuko hapa kwa ajili ya kudai damu za ndugu zetu ambazo zimefukiwa, tuko hapa kwa ajili ya kumtaka Samia atoke completely, maana tumuhitaji. Mahali anakotupeleka ni mahali pabaya. Kwa hiyo ninawasihi sana wa Tanzania wote, Instagram ambao mnanisikiliza pamoja na ambao mko hapa TikTok, tuko watu zaidi ya 3000, tunaenda 4000 sasa. Share live unavyoweza ili Tanzania ikapate wote kuwepo hapa. Tunaamini wako watu wengi ambao mnatusikiliza. Asitokee mjinga yoyote, mpumbavu yoyote, bumunda lolote, chizi yoyote anayekwambia kwamba tunapoteza muda. Tuko kwenye right track na tunaamini kwamba tunaenda kushinda. Hii sio habari ya kitoto. Huyu ni Mungu ambaye anatutia nguvu, ambaye tunaenda kumwaibisha Samia kwamba mambo aliyotufanyia ni mambo mabaya. Ukatili ambao anatufanyia Tanzania, uizi ambao anatufanyia na mtoto wake, hatuko tayari kuendelea kuentertain. Kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya kupambana na wewe Samia. Yaani hii ngoma mzee haishi mpaka iishe. Kwa hiyo Watanzania wote mimi nawasihi sana. Huu ni muda sahihi sana kwa ajili ya kuhimizana. Huu ni muda sahihi sana kwa ajili ya kuamka. Huu ni muda sahihi sana ya kutuni ubongo wako na kujua nini Tanzania tunachokitaka. Tuna watu wetu wamepotea, ndugu zetu wamekufa, wametua, lakini bado miili ya ndugu zetu hawataki kutupa. Huu ni ukatili wa namna ya ajabu sana. Wewe ukiwa kama CCM, ukiwa kama Chadema na ambaye hauna chama, ili ni swala la Tanzania, sio swala la chama, sio swala la dini. Nashukuru sana Waislamu kwa Wakristo kwa kuonesha ukomavu na kuapprove kwamba watu sisi hatuna mambo ya udini au machizi. Yani guys, we are on the right track. Tunaelekea kupambana na tunaenda kushinda 100%. Tuko na Abili ambaye ni kama captain kwa sasa, kwa sababu nondo ambazo anazipiga mtu mzima hawezi kuwa na hizi nani. Yani kichwa cha Abili ni sawa sawa na milioni ya vijana wa UVCCM. Yani let's keep moving guys. Tuko sehemu sahihi na tunaendelea kupambana. Karibu sana karibu Sama. Okay, hiyo sijui mnaiona hapo profile, mnamuona yule anayemuongelea Abili, aliyeua ile picha anaitazama Abili akitazama kila analia. Huyo aliyokaa nyuma ya Mama Samia huyo ndio kaua watu, kawapiga malisasi ya kwenye macho na wapiga ubongo. Kawaua, yani wale kama vile watu waliowekwa lock up.
alafu akashika mashine gani akateketeza huyo. Hii ni picha ya leo, kumbukeni, hii ni picha ya leo. Mama ameenda Kia, kwenye uwanja wa Kia. Unaona hao Wazanzibari wawili hao, huyu pembeni na huyu. Hawa wauaji hawa wa Tumbatu, wanatoka sehemu inaitwa Tumbatu. Tumbatu huyu Ali Ameli ndo huyu hapa. Ndo aliyeua, ndo kuna picha ya satellite ambayo inamuonyesha anaua watu karibia madazan peke yake. Huyu hapa. Yaani lazima tuwe wa kweli tu. Hata kama watatupoteza, lakini tumewachia kitu wa Tanzania. Huyo nyuma mnamuona hapa. Nadhani mnamuona wote wa Tanzania mliopo hapa, mko 3000 na kitu. Mnamuona huyo. Hiyo ndo serikali yetu. Huyo mnamuona huyo. Kaua dazan na madazan. Ndio maana anasema hiyo video ni ngumu kuiachia. Akiiachia mnaweza mkatoka hata kesho mkaamua kuandamana. Anapotoboa vichwa vya watu. Inasikitisha sana. Karibu Maisha. Mimi niseme tu kitu cha kwanza kwamba hao mashetani wasijue kwamba wanapambana na watu, kwa sababu wao wanaua watu. Hii ni wanapambana na nafsi, wanapambana na haki. Kwa hiyo leo watatuua sisi, watamuua mtu yoyote, lakini hii nafsi itaendelea kudumu. Hii mbegu ya haki itaendelea kudumu na itaendelea kuwatafuna. Tunataka tu tutume message kwa Watanzania na hao wauaji kwamba wasipambane na haki, wasipambane na watu, ila wajue tu wanapambana na kizazi baada ya kizazi baada ya kizazi. Yani hii ni bomu la nyuklia. Hata wafanye kwa namna gani hawawezi kustopisha hii nguvu ya umma ya wananchi, kwa sababu hii nguvu ni nguvu ambayo inarithisha, ni sumu, ni zaidi ya sumu ya panya ambayo inarithishana kutoka leo mpaka kesho. Kwa hiyo wasidhani kwamba kuwafunga kina Lissu, kuwazuia kina Abili, kuwazuia kina nani na wao wengine walioua wapambania haki kwamba watazima hizi sauti. Hizi sauti ni sauti za kudumu na ni sauti endelevu. Naomba waelewe tu hiyo, kwa sababu hawa watu mara nyingi hawajui hesabu, wanatumia tu nguvu. Hawana akili za kuweza kuchakatua mambo, ila wenyewe wanachofikiri kwamba ni kuua watu, kwamba wataweza kunanisi tatizo. Haiwezekani. Hii wanapambana na nafsi, hii wanapambana na haki, hii wanapambana na adui ambaye hawamjui, kwa sababu Watanzania wanazaliwa usiku na mchana ambao wanapenda haki. Mimi napenda kuomba kutoa mapendekezo kwa Habili kama itawezekana. Pendekezo la kwanza, kama kutakuwa na uwezekano wa kuweza kuweka satellite katika zile center kuu za watu ambao watakuwa wanatokea kwa mfano labda Tegeta, Gongo la Mboto, katika ile milango mikuu ambayo waandamanaji tutakuwa tunatokea, kukawepo na satellite kuanzia zile center za mwanzo na katikati mpaka mwisho ambako tunakuwa tunanani kuhakikisha kwamba matukio yote, namna wananchi wanavotoka kuanzia zile center za kwanza, zile vituo vya kwanza watu wanapotoka na wanapoelekea na katikati, ili tuwe tunapata taarifa zote, ile taarifa zote ziweze kuwa live zinaonekana. Hilo pendekezo la kwanza. Pendekezo la pili, na nitarudia, naomba pia kama tunaweza tukatuma barua zetu kwenye haya makanisa mengine. Kwa mfano kuna haya makanisa ya Kianglikana, tukawatumia barua ambayo ni makanisa ya ndani kwa kuwa taarifu tu. Alafu kuna makanisa mengine ya Kisabato sijajua yanaitwaje. Na vile vile tukatuma makao makuu yao, kwa sababu hawa pia kuna baadhi ya viongozi wao ambao wanashirikiana na serikali kuweza kuhakikisha haki za Watanzania zinaweza kudidimia. Hiyo ni kitu pendekezo lingine. Pendekezo lingine nilikuwa naomba siku ile nilisema, sijajua kama ulilisikia, kuweza kuwa na mobile toilet, zile nani za kuweza ambao watu kwa mfano tukienda pale UN, mtu anayetaka kwenda msalani anaweza akatumia hizo nani za Red Cross kuweza kuliko kwenda mbali kule nini, akaenda kamaliza haja zake pale, akaenda akapiga simu na nini na vitu kama hivyo. Nafikiri naeleweka ninapozungumza hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni pendekezo langu la pili. Nani la mwisho tu, mimi ni wasi wa Tanzania. Haki inatafutwa na Watanzania wote. Tusirudi nyuma, kwa sababu hii paralyze ya serikali ambayo inakuja, ambayo jenzi wameifanya, itamgusa kila mtu. Kwa hiyo wewe ambaye unakaa ukisubiri kwamba kuna mtu atakupigania, itafika muda hutopata mshahara, itafika muda hutopata kile ambacho unakitegemea, kitaisha. Kwa hiyo kuliko kusubiria kwamba uone miujiza, ni bora hiyo tarehe 9 wote tujikusanye tukadai haki zetu kwa pamoja, kwa sababu hawa watu hawakupendi hapo ulipo. Hawa watu wanakutumia tu. Mimi naomba niishie hapa, niwaambie tu haki kila mtu anahitaji. Tukiwa na haki, kila kitu kitarudi katika mstari wake. Tusiogope,
tusiuziwe uoga, hata wakodi majeshi ya nje na nchi. Lakini sisi tunapambana kwa ajili ya haki, sisi tuko upande wa Mungu. Wote tuungane. Haki yetu ndiyo iwe dini yetu, haki yetu ndiyo uwe umoja wetu. Asante. Okay, Dayon karibu. Asante. Niko na swali na swali na pendekezo na swali tena. Swali la kwanza ni kuhusu UN. Kama watu tarehe 9 wamekubaliana wafike UN na wakiwa kwa wingi, I think japokuwa itakuwa ni public holiday, do you think iende kwa bill direct? Kwamba unadhani ikiwa hata kama ni public holiday alafu watu wakatokea kwa wingi nje ya UN, unadhani inaweza ikafanya UN ika resume back office, kwamba wakafungua wakasikiliza watu na nini, kwa sababu inakuwa ni emergency? Hiyo ni swala la kwanza. Alafu pendekezo lingine ni baada ya hii taarifa kutoka CNN na satellite and everything, alafu pia nilipata taarifa asubuhi kwamba wameenda pale, wamezunguka, wamefanya nini, ila watu wameshindwa kuchukua picha, kuwapiga picha because wamekuwa na ulinzi mkali. Je, kama hizo satellite, picha za satellite zilivyowachukua wakienda kufukua tena, is there a way tunaweza tukawa expose in that way? Kwa sababu hii issue ina get too much, it's exhausting, inaumiza, inakera, like kwa sababu again serikali yetu isipokuwa exposed waga waoni issue is serious. So kama kuna uwezekano wa bill, kama unaweza ukapate hizo picha za satellite wakienda kufukua na nini anything, waka-exposiwa, and then they will see this thing is serious. Ni hivyo tu. And kuhusu BOT, kuna time moja mtu mmoja wa Kenya, ni mtu wa IT, aliniambia hakuna system mbovu ya kifedha ama ya kibank ambayo iko very easy kuwa compromised kama ya BOT. Na vile Habila anaongea na nini, nilikuwa namsikiliza afu nikifanya research yangu mwenyewe and nikagundua. So issue nilikuwa naiongelea kama miezi 4 iliyopita kuhusu SGR, nikiwaambia hela iliyotumika kutengeneza SGR does not make sense, na nikilinganisha na train services za hapa ninapoishi mimi Calgary, hai make sense kabisa, na SGR naiona Tanzania mbovu, old, haifai kwa pesa ambao wanadai wameitengenezea. So hivyo. Thank you. Okay, atayaandika maswali yako Dayo. Nadhani Abili atakuwa ameandika, akifungua mic atayajibu. Okay, nani anaingia? Dazi. Na pia kuna dada unaweza ukampandisha, anaitwa Lioness, ame-apply pia kwa muda mrefu, nadhani yako na taarifa muhimu. Alafu akimaliza huyu wa sasa hivi itabidi nijibu kwanza, alafu tuendelee tena ili kama vile maswali yasikuwe mengi. Okay. Habari. Nilikuwa na niseme ni elimu kwa ajili ya watu wanaofanya banning. Sijui naweza nikatoa banning ya nini? Wanaobani account. Wewe unafanya kazi wapi? Mimi ni nani tu kijana wa Tanzania. Ndio unafanya kazi wapi? Ili ni kuruhusu uongee elimia nani hiyo banning. Maana natakiwa umesoma. Unafanya kazi wapi? Au umesomea mambo ya Microsoft? Constable Kenya.